Ni katika shughuli za kitalii. Kama tunavyofahamu, sekta ya utalii ni moja kati ya sekta muhimu za uchumi wa Zanzibar. Leo Leaders TV tumefunga safari mpaka katika kijiji cha Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja, kunako pango la Salam Cave, mojawapo ya mapango ambayo watalii hupenda kutembelea hapa kwa kufurahi na wanyama ama samaki aina ya kasa katika pango hili. Licha ya kuwepo kwa kasa, bado kuna vivutio vingine tofauti katika pango hili, kama anavyoeleza msimamizi wa Salam Cave. Tumefungua hili pango tangu 2001 na mwanzo tulianza na research ya kuangalia kasa wanaweza kusurvive kwa muda gani na wanaweza kuishi vipi. Kwa hiyo baada ya kugundua kasa wanaweza kaishi vizuri humu, tukaanza kuingiza wengine moja baada ya mwingine. Na hili shimo mwanzo historia yake lilikuwa linatumika kama ni museum, ambayo watu wanakuja kama ni mzimu, wanakuja wanaomba shida zao na watu wao. Kama wana shida zao za kiculture wanakuja wanafanya tambiko zao, na mpaka sasa hivi kuna watu bado wanatumia, tunawaruhusu kufanya hizo culture zao. Shimo hili historia yake lina karne za miaka, tangu zinaendana na msikiti wa mkubwa hapo wa historia. Na hili pango limeungana chemchem zake, kuna chemchem moja iko chini kule inaitwa Junguia. Kwa hiyo maji yake ukiyatizama haya yanafanana, testi yake maji haya na maji ya kwenye Junguia kule yanafanana testi, na tunasema ni yale yale. Kwa hiyo maji haya ni mchanganyiko wa maji ya baridi na maji ya chumvi, yanaendana na maji ya bahari, kwa sababu ikiwa low tide kule na huko kuna kwa low tide hivyo hivyo, high tide na kule kuna kwa high tide hivyo hivyo. Kwa hiyo viumbe hai vina survive humu, samaki, kasa wote wamo na wanaishi kwa muda ambao tuna nini. Shimo hili tumeamua kulifanya hivi kutia kasa kwa sababu tuna protect kasa kutoka kwa wavuvi. Wanakuwa wanatega nyavu zao kule, wakitega samaki huwa wanaingia kasa, lakini kutokana na serikali kuzuia kasa wasiliwe, kwa hiyo wakawa watu hawana vya kuwafanya, inabidi watuuzie sisi. Tumewapa ruhusa kuleta kwetu sisi watuuzie, tunawapa pesa kuliko kuwachinja. Zamani walikuwa wanakula wenyewe. Kwa hiyo tunawapa pesa, wanafanya shughuli zao na sisi tunapata kufanya utalii wa ndani. Shughuli za kitalii hapa sasa hivi, kusema kweli, kwa Kizimkazi sasa hivi tumeleta ajira, na imekuwa ni kitu pekee ambacho kinoingiza utalii hapa kwetu sisi Kizimkazi, na kufanya imekuwa ni kitu kikubwa sana katika utalii wa ndani na utalii wa nje. Kumekuwa kuna faida kubwa sana kupitia hili shimo. Kwa hapa hili shimo sisi tumejaliwa, shimo letu lina vivutio zaidi ya 3 mpaka 4. Kwanza mna ndege wale brown birds, wale ndege wa manjano ambao wapo kwenye shimo na wamezoea kukaa hapa, kwa sababu pia wanapata kujiprotect kutokana na ndege wale kunguru au nani, kwa hapa wako salama. Halafu pia tuna wale brown birds ambao pia wanaishi humo. Halafu na pia kuna batsman popo pia wako chini. Halafu na samaki pia tunao, samaki aina tofauti tofauti, ukienda chini mnaweza mkajionea. Sambamba na hayo, hapa anaeleza namna ambavyo wamefaidika na uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwanza tunamshukuru mama kwa sababu ametutambulisha, yani Kizimkazi imeamka, Kizimkazi mpya, na tumekuwa tuna mambo mengi ambayo tunafaidika nayo. Kwanza amekuja kutufungulia Salam Cave August 24. Kwa hiyo tumefarajika sana na imekuwa ni vizuri, na ameamua kututangaza, ametuahidi kuwa atatutangaza zaidi baada ya hapa, na tunayaona matunda yake. Mkurugenzi wetu ni mwana kijiji na pia ni Mtanzania, ni Mzanzibari. Ameamua kuweka price kwa ajili ya Mtanzania yoyote ambaye atakayekuja, analipa pesa ndogo ya Kitanzania 15,000, kwa mgeni ni $12, na watu wanaenda vizuri. Na kama mwana kijiji kaja
basi ni free. Mwana kijiji ambaye wa Mkizimkazi anataka kuja kuangalia iko free kabisa. Kama tunavyofahamu, lolote jambo lenye faida halikosi changamoto, na hizi ndizo changamoto wanazokutana nazo wasimamizi wa Salam Cave. Kwa upande wa changamoto mwanzoni, unajua kitu chochote ukianzisha kutoka kuna changamoto. Kwa hiyo changamoto zilizokuwepo zilikuwa mwanzo watu watoa hofu, sababu hawa ni wadudu au wanyama ambao hawajawazoea. Kwa hiyo unakuta mtu kumpa ile confidence ya kuwa huyu hatafuni, huyu hana hivi, alafu ikija kitokezea katafunwa kwa bahati mbaya, inakuwa ni tatizo. Kwa hiyo ile tunajaribu kupambana nayo, kwa sababu wengine wanasema kasa pengine anaua, na kama anaua akinitafuna mimi nitakufa au itakuwaje. Kwa hiyo tunajaribu kuwapa elimu kwanza, wakiingia tunawapa elimu, na hatafunwi mtu bila kuwa na kukosea masharti ya kuingia humo, kwa sababu lazima kwanza wakiingia tunawapa instruction, unatakiwa umlishe vipi, ukae naye vipi. Sasa wengine wanakosea katika kumlisha, wanakuwa wanampa majani, anakuwa yanakalia kwenye nguo, au unavaa nguo inafanana na ile seaweed. Kwa hiyo anakuwa kasa yeye kama kuku, anakula tu yeye anachokiona anakula, kinampendeza. Kwa hiyo anakuwa anaifuata nguo, anaweza katafuna huku nyuma, au chupi inakuwa ina rangi ya kijani. Kwa hiyo inatokea changamoto kama hizo. Na kwa upande wa wateja wetu, tulipokuwa tunaanzisha price zile hawajazizoea, kwa hiyo ikawa ni changamoto, lakini bahati nzuri tumeenda nao vizuri na wametuelewa, na sasa hivi tunaenda nao vizuri. Kwa upande wa Tanzania, wengi wanakuja hapa kwa sababu eneo letu ni dogo, hatuwezi kuchukua watu wengi kama tunavyoni, kwa sababu wanakuja watu wengi sana, na kama tutaweka price ndogo, basi hii sehemu itakuwa inaje hapa kutia mguu hatuna, na watalii huwa hawapendi mazogo. Kwa hiyo tumeweka hii kidogo inaendana, umeona, na wengine huja wakaomba kufanywe takhfifu, basi tunaonea huruma, tunawapa. Wananchi msiogope kuja Salam Cave. Salam Cave iko very friendly na customer wake, tunawakaribisha sana, na watu hasa kutoka Tanzania bara wamepata mwitiko wa tangu kuja mama hapa. Tumepata watu wengi ambao kutoka Tanzania bara kuja kuona kwa mama kuna nini. Kwa hiyo hicho sisi kimetupa faraja sana, na mama ametuahidi kuwa itaendelea kujulikana, kwa sababu tayari katika mitandao ya jamii inafanya vizuri. Salam Cave imeonekana na inajulikana, kwa sababu cave yetu iko natural, inakuwa uchafu haukai. Yani maji yakikupwa na uchafu unatoka, kirudi ndio kama unavyoiona, maji ni masafi, alafu mgeni anaogelea na kasa, kuliko tofauti na sehemu nyingine mgeni unalishia alafu unaogelea nao. Kwa hiyo hichi kimewapendeza sana watalii wa ndani na watalii wa nje. Kwa hiyo na pia tuna wanyama wengine, tuna kima hapa anaitwa Salam, na yeye yuko very friendly, tumempata tangu mdogo, basi tunaishi naye hapa. Kwa kweli wadudu wengi wala ni marafiki na Salam Cave. Naam, hizi ndizo shughuli za kitalii, na hii ndiyo Salam Cave inayopatikana mkoa wa Kusini Unguja, Kizimkazi kwa mama. Hivyo basi kama Mtanzania ni wajibu kushughulika na kufanya utalii wa ndani. Mimi ni Mahir Saidi, Leaders TV. Uwajibikaji ni msingi wa maendeleo.